Bwana mpenzi mtazamaji wa Focus Media, karibu katika kipindi chetu pendwa. Kwanza tukaangalia michezo ambayo imechezwa hapo jana, ikiwemo ni pamoja na mchezo ambao ulikuwepo na matukio mengi makubwa kweli kweli, ikiwepo ni mchezo wa Egypt dhidi ya South Africa. Bafana hawa ambao wamechapwa goli 1-0 kwa mkwaju wa penalti ambao aliuchapa Mohamed Salah. Mchezo ambao ulikuwa na matukio mengi, mojawapo ni pamoja na Mohamed Hani kupewa red card, ambapo kipindi cha kwanza kabisa alipewa kadi nyekundu na kutoka kwenye mchezo. Mchezo ulimalizika kwa bao 1-0. Tupate tathmini fupi kidogo kutoka kwa mchambuzi wetu wa zamu, na si mwingine ni Waswai Junior. Tathmini fupi ya mchezo. Mechi ya jana kati ya South Africa dhidi ya Egypt, mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa ushindani vipindi vyote viwili. Japokuwa kipindi cha pili Egypt kidogo inaonekana kuzidiwa kutokana na kwa pungufu ya mchezaji mmoja ambaye alipata red card dakika ya 45 za kipindi cha kwanza. Lakini tukirudi kwenye mechi yenyewe sasa, mechi ilisha 1-0. Egypt walipata ushindi kwa mkwaju wa penalti, lakini sasa mazingira ushindi wenyewe sasa ambao Egypt walipata yalikuwa na utatanishi kutokana na maamuzi ya referee. Unahisi maamuzi ya referee hayakuwa sahihi? Hayakuwa sahihi kwa upande wangu mimi. Kwa sababu zipi ambazo unaona? Kwa sababu kwenye kipindi cha pili ni dakika kama 70 kuendelea, kuna tukio moja ambalo alicheza beki wa Egypt, nadhani anaitwa Hamdi Fati. Yes. Beki wa kati ambaye anacheza pale cha nani? Arame na Bia. Kuna mpira mmoja ulipigwa kudaka ndani ya nini? Ya 18, ambao sasa wanasema foul ndani ya 18 nini? Mkojo penalti. Lakini referee ili kwenda kujiridhisha kwenye VAR akaenda pale na kusema sio mkojo penalti. Tukio kama hilo alicheza kuhusu Milao, beki wa nani? Beki wa South Africa, angalia akaenda kufunga nini? Mkojo penalti. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi na mtazamo wangu mimi naona referee kwa upande wa jana alijaribu sana kwa favor Waarabu kwa sababu hapakuwa na haki. Lakini kutazama mchezo inaonekana kama South Africa walikuwa wana nafasi ya kupata matokeo, kwa sababu kipindi cha kwanza tuliona mapema kabisa, mwishoni wa kipindi cha kwanza Mohamed Hani beki yule alipewa kadi nyekundu. Na hisi hiyo haikuwa ni nafasi kama ya kuitumia kwa South Africa kuweza kupata matokeo? Ilikuwa nafasi ya kupata matokeo, lakini sasa Waarabu ndio mpango mkali kwa kuhakikisha wanaona kwa zote tatu mbili, kwa sababu kipindi cha pili baada ya kugundua wako pungufu waliamua kufanya sababu za nini? Nasema tactical changes, sababu za kifundi. Wakaamua kujaza viungo kabaji wale kwenda kufanya kuwazuia South Africa na kufanikiwa, sababu walipaki basi vizuri, wakaanza counter attack, mechi ikaisha 1-0. Lakini kwa mimi 1-0 ile nadhani pana mkono wa referee, amehujumu sana South Africa. Tusiache kumjaji, tusimjaji referee, tuangalie mchezo leo ulipochezwa. Tunaweza ukasema kwamba South Africa, je, walistahili kupata matokeo ambayo walistahili kuyapata jana? Walistahili, ndio maana walipata. Huyo ni Waswai Junior akimaliza kutoa tathmini fupi ya mchezo wa Bafana dhidi ya Egypt. Lakini kulikuwa na mchezo mwingine ambao ulichezwa, ulikuwa ni mchezo wa Angola dhidi ya Zimbabwe. Kanduru, kwa ufupi tunataka utupe tathmini ya mchezo ulikuwaje mpaka kumalizika. Kwanza kabisa mechi ya Angola dhidi ya Zimbabwe, mechi ya mapema kabisa, ila kwa takwimu za hii mechi jinsi ambavyo ilienda, kwanza timu zilianza zikiwa zina approach ya walimu. Unajua walimu walitoa maelekezo jinsi gani wachezaji wakacheza. Kwa hiyo tuliona mwanzo kabisa katika 15 za kwanza Angola walidominate mpira na dakika 24 walipata goli la kwanza. Lakini Zimbabwe waliweza kujipanga, wakatengeneza mashambulizi ya kushtukiza, na maanisha counter attacks, na katika dakika ya 45 wanaenda mapumziko, Zimbabwe walirudisha ile goli. Kwa hiyo baada ya kurudi timu zote zilicheza kwa mbinu, lakini pia wakitengeneza dribbling za kutosha na penetration passes zinapitishwa kwa mawings ambao walikuwa wamefanyia mabadiliko. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana Angola na Zimbabwe, maana yake ni kwamba walitoshana nguvu. Unahisi makocha waliziana wapi katika mchezo wa jana? Mimi nadhani katika defensive line, lakini pia katika nafasi ya midfielders, kwa sababu timu zote zilikuwa zikidominate mpira kwa nyakati tofauti. Unaona dakika 5 Angola wana dominate mpira, wana dribbling, wana possess, lakini pia na the same applies kwa Zimbabwe, pia nao walikuwa wana dominate mpira. Kwa hiyo mechi ya jana naweza nikasema kwamba ilikuwa 50-50. Bwana, huyo ni Kanduru Alex akiwa anamalizia kutupa tathmini ya mchezo wa jana ambao ni Zimbabwe dhidi ya Angola. Lakini tupo na mambo mengi ya kimichezo, kubwa zaidi ni mashindano ya AFCON ambayo yanazidi kutimua vumbi kule Morocco. Na leo hii Disemba 27 kutakuwa na mambo mengi ya kimichezo, ni pamoja na Taifa Stars kukiumana dhidi ya The Cranes Uganda. Tupate mapumziko mafupi then utarejea.